Jamani, kesi za mapenzi zimekuwa sasa ni nyingi. Sijui fulani kanifanya hivi, huyu fulani kanifanya hivi. Kwa hiyo kesi za mapenzi zimekuwa ni nyingi sana. Chef Teacher hapa nakuelekeza kitu simple tu. Ufanyaji wako, utamkuta mtu anakaa katika reli. Mtu atakupenda kweli, atakupenda sana. Yaani hiyo ngoma ukifanya mara moja tu na ikikubali hiyo hatari. Kwa sababu kesi zimekuwa ni nyingi. Bwana Sheikh Sharifu, mtu wangu mimi kanikosea hivi, mtu wangu mimi anisikilizi. Siyo, yani mambo yamekuwa mengi lakini yanahusiana na masuala ya mapenzi. Una malengo naye huyo. Unajua atakusaidia huyo. Unamuona na mambo mengi. Sasa wataka kuwa naye, wakwako peke yako, wataka kuwa naye, wakwako kama wewe mwenyewe ummiliki, uishi naye. Pika pakua. Zuri baya muote. La usiku la mchana. Basi fanya haya nitakayokuelekeza. Ila nimetoa darasa hili. Sina maana kuwa ukaibe mume wa mtu huko. Sina maana ya kuwa ukachukue mke wa mtu huko. Mizima hiyo sina. Naelekeza kwa wale ambao ni wachumba, ni wapenzi, ni wanandoa, wahitaji furaha, wahitaji usikilizwe na mumeo, wahitaji usikilizwe na mkeo, wahitaji furaha ipatikane. Simple sana hiki kitu. Ila ningekuwa nakuomba ndugu yangu, channel yetu hiyo Chef Teacher, subscribe ukipenda, comment. Utakapo subscribe ina maana jambo likitoka na kufikia. Kwa tunakupeni darasa hili. Hizo kesi kwanza nataka sasa hivi ziwe zinapungua kwenu, kwa sababu kuna watu wengi sana wananijia katika WhatsApp wananiambia bwana Sharifu kuna 1 2 3 4 5 hivi na hivi, nifanyeje? Sasa mimi nataka umalize kwa kutumia mkono wako, yaani mkono wako uwe ndio tiba. Sivyo Alafu uone je, kakaa katika reli hajakaa. Na wewe ukiona amekaa katika reli na iko vizuri biidhnillah taala alkarim, basi inshallah ukafanikisha jambo lako, bwana utasema Sheikh Sharifu bwana nimefanikiwa jambo langu, na kama nimefanikiwa bwana chochote kitu hicho hapo jambo sadaka bwana. Jambo kilitolea sadaka linapendeza. Kwa hiyo ningekuwa na kulazimu wewe muhitaji wa kufanya hilo jambo, na kulazimu wewe ambao unahitaji kufanya hilo jambo kumkamata huyo, kwa sababu unajua na malengo naye, huyu atanisaidia, niwe naye atanisaidia huyu katika zuri takuwa naye. Sasa nenda kanunue kiwembe. Kiwembe nadhani mnakifahamu. Kiwe kipya kisichotumika. Chukua kiwembe chako. Ukishachukua kiwembe chako vizuri, tusameane hapa kidogo, kuna neno zito nitalizungumza. Naomba radhi kwenu wote. Sifundishi uchawi jamani, ila nataka mpate amani na ndoa zenu zitulie hapo, sivyo Ila hitiba kidogo ngumu. Nini utafanya? Huyo mtu wako huyo ambaye unamhitaji wewe na una malengo naye,
nataka akusaidie na awe na wewe pamoja, msikilizane, muelewane. Sivyo eh? Wewe mwenyewe hicho kiwembe ushakipata sasa. Ningekuwa nahitaji kwako wewe ufanye hivi. Chukua hicho kiwembe, jishevu nywele zako kidogo za sehemu ile kule. Baada ukishafanya hivyo, na yeye naye upate nywele zake za sehemu ya siri. Chukua nywele zako, chukua na nywele zake. Sijui utazipata vipi, mimi hilo sijui, lakini mmeo huyo, mkeo huyo, tatokea tu siku, hata kama kuna nini, kuna mtihani umetokea, kuna ugomvi umetokea, lakini tatokea siku tu tutakutana nyinyi, japokuwa amani hamna, lakini ipo siku tu ikatokea hivyo. Kwa hiyo akikupa nafasi hiyo na ukafanikiwa kupata nafasi hiyo ya kupata nywele zake za sehemu za siri na nywele za kwako wewe, unganisha pamoja. Baada ya kuunganisha pamoja, vizie siku ya Alhamisi. Jambo simple tu hili. Siku ya Alhamisi. Tuelewana? Saa 1 ya asubuhi katika siku ya Alhamisi. Pata kitu kinachoitwa uvumba. Nenda duka la dawa za asili, wanauza uvumba. 500 tu. Chukua uvumba. Ule uvumba usage kidogo, ni ubani unaitwa uvumba. Unausaga ule, unapata unga wake. Unachanganya katika zile nini? Vile vitu vyako vile unachanganyia na ule uvumba. Chukua moto. Yaani kama uvumba, ina maana kama leo Jumatano ushauandaa uvumba, Alhamisi saa 1 ya asubuhi. 1 ya asubuhi nenda chumbani. Weka moto katika kibakuli chochote kile ambacho unajua hiki nikiweka moto tutapata usalama. Chumbani kwenu au chumbani kwako au chumbani kwako wewe, anapokujaga huyo mtu wako, anakujaga hapa analala na anaondoka. Kwa hiyo chumbani, sivyo? Lakini chumba kiwe cha kwako wewe, kisitumike chumba cha mtu mwingine, kiwe cha kwako wewe mwenyewe. Eka moto katika hicho kibakuli au kama ni kitezo kile chenu cha ubani, kile mnatumiaga kuwekaga ubani, weka moto mwingi kidogo, uwe mkali, sivyo maana ukiwa mwingi unakuwa mkali, lakini ukiwa moto mdogo kidogo utakuwa unapata shida katika kufanya hivi vitendo. Ukishamaliza, ukishachanganya sasa, haya, tia nia zako. Tia nia zako. Nikukutanisha wewe fulani na mimi. Kuanzia leo usiwaone wanathamani wanawake wa nje isipokuwa mimi fulani. Usitamani, usile, usinywe kwa mtu yoyote, mwanamke yoyote ambaye ana mahusiano au ambaye atakianzisha uhusiano na wewe isipokuwa mimi fulani. Kuanzia leo akili yako, mawazo yako, fikra zako ziniwaze mimi. Asubuhi siku ya Alhamisi, utakapokaa, utakapotembea, utakapoishi, utakapolala, basi uwe upo kichwani, mimi nipo kichwani kwako. Naunganisha nafsi ya fulani iwe pamoja na mimi kimapenzi, anipende. Kama hizi nywele zitaisha katika mwili wake, basi mapenzi na mimi yaishe na apotee. Lakini kama zitaendelea kubaki katika mwili wake, nywele kama hizi, basi na mimi niendelee kubaki katika nafsi yake. Utazichoma. Umechanganya na ubani na nywele zako na nywele zake, utazichoma kwenye moto. Kisha ukishazichoma, kumbuka una uvumba, unachoma
Ukishachoma moshi utakuwa unatoka sasa pale. Kwa kuwa unauvumba, unaendelea kusema nia zako. Kama athari yako hii, nywele zako hizi zitaendelea kubaki mpaka siku utakao kufa, basi na mimi niendelee kubaki katika nafsi yako. Lakini kama nywele hizi zitakuisha, wewe ukinyoa zinakuisha, hazitoki tena, basi na mimi mapenzi na wewe yapotee. Kuanzia leo unipende, unijali, unithamini, uwe nami, sivyo? Semea vile. Ukishamaliza unachukua kile kitezo unakiweka chini ya uvungu. Kisha kiweka chini ya uvungu, unaachana nacho. Kiache kikae muda wa siku 7, mwache aingie huko. Yaani hiyo siku atakaorudi akikanyaga mguu wake ndani ya mlango, yaani akikanyaga ndani ya chumba, akaingiza mguu wake, ujue tayari kashakamatika, kashaka kwenye reli. Hata kusumbua tena, mapenzi yatarejea, mtasikilizana. Simple, tufanye hivi. Ni mimi ndugu yako Sharif Teacher. Namba zangu za simu 0742234554 au 0750-216 0750-256-814. Napatikana Kitonga, Dar es Salaam. Kwa namba zangu za simu ndo hizo 0742234554. Ukifanikiwa ukaona umefanikisha jambo lako, mambo yamerejea, nitumie sadaka yangu kwa namba zangu za simu. Karibuni sana ndugu zangu.